Online TV. Wasiopenda haki, kina mama ngangari, kina mama ngangari. Naambiwa kuna mwanachama mpya kutoka Chadema ambaye tunamkabidhi hapa. Moja kwa moja. Karibu. Karibu. Hatuwezi kurudi nyuma. Habari kumba, ongeza mwendo. Chama chetu kisonge mbele. Hatuwezi kurudi nyuma. Karibu sana. Ongeza mwendo. Chama chetu kisonge mbele. Na mpisho. Niye mnahitaji paweze kuwa na ushiriki wa kutosha wa kina mama katika siasa, na sio tu kama wapiga kura, lakini pia kama wapigi wa kura, na kuweza kushinda nafasi za kuchaguliwa. Kwa hiyo mnahitaji kujadili mikakati, na kwa kweli chama kinapoungwa mkono na kina mama, kwa mfano ukitazama upande wa Zanzibar tulipata nguvu chama cha CUF, ambapo kina mama walipokuwa wanajitokeza kwa wingi kuunga mkono shughuli za chama cha CUF. Kwa hiyo ni muhimu sana kina mama kuweza kutuunga mkono na kuweza kuhamasisha ushiriki wa kina mama, na ni muhimu tushiriki kina mama katika uchaguzi kugombea nafasi za majukwaa, sio nafasi za viti maalum tu, nafasi za majukwaa, kwa sababu nafasi hizi za majukwaa ndizo zinazotupa kura za kuweza kutupa fursa ya kupata viti maalum. Na ni muhimu sana kuwa na umoja, kufanya kazi kwa pamoja. Wakati mwingine watu wanaanza kufikiria matunda kabla hata ule mti wenyewe wa kuupanda haujaupanda na ukumwagi. Sasa matunda utayapata wapi? Hauna mti ambao unaweza kutoa matunda. Kwa hiyo inaweza ikaingia fitna hata mti wenyewe bado haujatoa maua kuweza kutoa matunda. Kwa tunahitaji tuweze kufanya kazi hizi kwa pamoja na kwa ushirikiano, na watu wanaojitoa tuweze kuwapa moyo wanapojitoa kuweza kukamilisha shughuli zetu. Na nyinyi hapo pia mjadili agenda zetu tunazokwenda nazo katika uchaguzi mkuu, ambazo tuziingize katika ilani ya uchaguzi. Sisi katika ilani ya uchaguzi 2020 tulijikita sana katika agenda za kuweza kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu, ambayo moja ya lengo kubwa ni swala zima la usawa wa jinsia, swala zima la afya, huduma za afya kwa kina mama, kwa watoto, kwamba huduma za afya ziwe ni haki ya kila Mtanzania, na kila mtoto wa Tanzania aweze kuwa na haki ya kuweza kupata chakula bora, kwa sababu wataalamu wa mambo ya afya, na hili jambo nilikuwa nalirudia sana, wanaeleza siku 1000 za mtoto toka yuko katika tumbo la mama yake, kwenye mimba ya mama yake, mpaka miaka 2 ile ya kwanza, ndipo mtoto anajenga ubongo wake, mtoto anajenga kinga ya mwili, mtoto anajenga maungo yake. Mama mjamzito ukimnyima lishe bora, mtoto mchanga ukamnyima lishe bora, maana yake unamhukumu
ashindwe kujenga ubongo wake, ashindwe kujenga kinga ya mwili. Kwa hiyo kuwekeza kwa kina mama wajawazito, kuwekeza kwa watoto wawe na lishe bora, wapate huduma bora za afya, maana yake unawekeza kwenye maendeleo ya nchi. Kwa hiyo lazima hili liwe ni ajenda muhimu tuweze kuipigania ndani ya chama cha CUF na katika nchi nzima kwa ujumla. Kwa hiyo ushiriki wenu katika hili na kulielewa hili vizuri ni jambo muhimu sana. Na nchi yetu bado tuna tatizo, na wakati mwingine kina mama tunachangia na watu wazima pia wanachangia. Kuna tatizo la mimba za utotoni. Wengine wanaweza kuingiza hata shughuli za dini na hivi, lakini ukitazama nchi ambazo watu wana misimamo mikubwa ya dini kama vile Iran, hawana tatizo la ujauzito wa utotoni. Watoto wa kike wanaenda wanamaliza mpaka wanamaliza sekondari, fikisha miaka 18, 19, 20 ndio fikra za kuweza kuolewa zinaanza hapa. Lakini sisi hapa unaweza kukuta mtoto kigori mdogo miaka 12, miaka 13, miaka 14 anakuwa mjamzito. Anakuwa mjamzito. Sasa inakuwa tulieleze hili bila kuleta matatizo ya kwamba ya imani za kidini na hivi na nini. Tulieleze katika hali ya ustaarabu kwamba iwe ni haki ya kila mtoto wa kike alau amalize shule ya msingi, amalize mpaka kidato cha 4. Na ikiwezekana waweze kuendelea sawa sawa na watoto wa kiume. Na kwa kweli kina wazazi watazama watoto wa kike wana huruma kubwa na wazazi wao kuliko watoto wa kiume. Yaani mtoto wa kike akiwa na uwezo na mtoto wa kiume ana uwezo, ule uwezo sawa, utazame nani anaisaidia familia zaidi, nani anayemsaidia mzazi wake zaidi. Kwa hiyo wakati mwingine sisi wenyewe kina mama tunafanya ubaguzi kwa watoto wetu wa kike. Unamwona dume hili ndio litakalokuja kunizika. Ndio mnamshughulikia aweze kupata elimu, aweze kwenda shule na hapana. Tusifanye, sio kwamba tuwabague watoto wa kiume, lakini watoto wote waweze kupata fursa ya kupata lishe bora na ya kupata fursa ya kuweza kuelimishwa kwa kadri ya uwezo waliopewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nawaomba, pamoja na kujadili mikakati ya namna gani ya ushiriki wenu, namna gani mtakavyoweza kupata fedha za kuweza kushiriki katika shughuli zetu za uchaguzi, na hali yetu ni ngumu kiuchumi, lakini pia tuweze kujadili ajenda zetu ambazo zitaingizwa ndani ya ilani ya uchaguzi, ambayo lengo lake ni kumuinua mama, kuinua familia. Ukimuinua mama, umeinua familia. Ukimuelimisha mama, umeelimisha familia. Kwa hiyo tuweze kuwa na kina mama ambao wanajua haki zao, na tuwe na dola na serikali na jamii inayowatendea haki kina mama wote. Haki sawa. Haki sawa kwa nani? Kwa wote. Wasiopenda haki. KM Online TV.